Samsoni akateremkia Timna, akaona mwanamke huko Timna, mmojawapo wa mabinti za Wafilisti. Kisha akapanda akawaambia baba yake na mama yake, akasema, nimemwona mwanamke huko Timna, mmojawapo wa mabinti za Wafilisti. Basi munipatie nimwoe. Ndipo baba yake na mamake wakamwambia, je, hapana mwanamke hata mmoja katika ndugu zako au katika jamaa zangu zote, hata uende ukamwoe mwanamke kwa hawa Wafilisti wasiotahiriwa? Samsoni akamwambia baba yake, munipatie huyo, kwa maana ananipendeza sana. Lakini baba yake na mama yake hawakujua kuwa jambo hili ni la Bwana, maana alitaka kisa juu ya Wafilisti. Basi wakati ule Wafilisti walikuwa wakiwatawala Israeli. Ndipo Samsoni na baba yake na mama yake wakateremkia Timna, wakafika mashamba ya mzabibu huko Timna, na tazama, mwana simba akamungurumia. Roho ya Bwana ikamjilia kwa nguvu, naye akampasua kana kwamba anampasua mwanambuzi, wala hakuwa na kitu chochote mkononi mwake. Lakini hakuambia baba yake na mama yake aliyoyafanya. Basi akateremka na kuzungumza na huyo mwanamke, naye akampendeza Samsoni sana. Kisha baadaye akarudi ili kumtwaa, naye akageuka kando kuangalia mzoga wa huyo simba. Na tazama, nyuki wengi walikuwamo ndani ya mzoga wa simba na asali. Akatwaa asali mikononi mwake, akaenda mbele huku akila. Alipokuwa akienenda, akawafikia babaye na mamaye, akawapa, nao wakala. Lakini hakuambia ya kuwa ametwaa hiyo asali katika mzoga wa simba. Basi babaye akamteremkia huyo mwanamke. Samsoni naye akafanya karamu huko, kwa kuwa vijana ndivyo walivyokuwa wakifanya. Basi ikawa hapo walipomwona, wakamletea wenziwe 30 wawe pamoja naye. Samsoni akawaambia, mimi nitawategea ninyi kitendawili, na kama mwaweza kunionyesha katika hizo siku 7 za karamu na kukitambua, ndipo hapo nitawapa mavazi 30 ya kitani na mavao mengine 30. Lakini msipoweza kunionyesha, ndipo hapo ninyi mtanipatia mimi mavazi 30 ya kitani pamoja na mavao mengine 30. Basi wakamwambia, haya, tega kitendawili chako ili tupate kukisikia. Naye akawaambia, katika huyo mwenye kula kitokacho chakula, katika huyo mwenye nguvu ukatoka utamu. Ikawa kwa siku ya 7, wakamwambia mkewe Samsoni, mbembeleze mumeo ili atuoneshe hicho kitendawili, tusije tukakuteketeza moto wewe na nyumba ya babako. Je, mmetuita ili mpate kuichukua mali yetu? Je, sivyo? Basi mkewe Samsoni akalia mbele yake, akasema, wewe wanichukia tu, wala hunipendi. Wewe umewategea kitendawili hao wana wa watu wangu, nawe hukuniambia mimi. Naye akamwambia, angalia, sikumwambia baba yangu wala mama yangu, nami nikwambia wewe? Naye akalia mbele yake hizo siku 7, wakati huo alioendelea karamu yao. Basi ikawa siku ya 7, akamwambia, kwa sababu ulikuwa ukinisitiza sana,
naye akawaambia wale wana wa watu wake hicho kitendawili. Nao watu wa mji wakamwambia siku ya 7 kabla ya jua kuchwa, ni kitu gani kilicho kitamu kuliko asali? Ni kitu gani kilicho na nguvu kuliko simba? Naye akawaambia, hamkulima na mtamba wangu? Hamngekitambua kitendawili changu? Roho ya Bwana ikamjilia juu yake kwa nguvu, naye akateremkia Eshkoloni. Akapiga watu waume 30 katika watu hao na kuzitwaa nyara zao na kuwapa hao waliokitambua kitendawili mazao hayo. Hasira zake zikamwaka, naye akakwea kwenda nyumbani kwa baba yake. Lakini huyo mke wa Samsoni aliozwa na mwenzake ambaye alikuwa amemtendea kama rafikiye. Somo hili linatoka katika kitabu cha Waamuzi, ikiwa ni Waamuzi sura ya 14 mstari wa 1 hadi mstari wa 20. Lakini pia nikusi, kama ndio mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, hakikisha una subscribe kisha unaruhusu alama kengele ili kila tutakapoweka taarifa zetu uweze kuzipata kwa urahisi zaidi. Msomaji wa somo hili ni mimi, ni Cassius Mwanga.